Naibu Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu, Patrobas Katambi amesema serikali inaangalia uwezekano wa kuwanusuru wazee na lindi la umaskini kwa kuanza kuwalipa posho kila mwezi endapo hali ya uchumi itaruhusu. Mkoani Mbeya imewataka mafundi mkoani humo kuendelea kujielimisha, ikiwa ni pamoja na kuwa na weledi unaotakiwa hususan katika utendaji wao wa kazi ili kuthaminisha fani zao. Hayo yamesemwa leo mjini Mbeya na mkuu wa wilaya ya Mbeya Beno Malisa aliyemwakilisha mkuu wa mkoa huo Juma Zuberi Homera katika kongamano la mafundi mkoani humo. Sasa ni kipi unakikumbuka kwa fundi aliyekufanyia kazi yako? Kimataifa, Waziri Mkuu wa Canada Mark Carney amepata ushindi katika uchaguzi uliofanyika mapema leo Jumanne kufuatia kampeni iliyogubikwa na suala la ushuru mkubwa wa biashara uliowekwa na Rais wa Marekani Donald Trump. Carney wa chama cha Liberal ameshinda rasmi. Carney wa chama cha Liberal ameshinda rasmi kiti chake cha kwanza bungeni, ambapo katika hotuba yake ya ushindi amemshutumu Donald Trump kwa kujaribu kuigawanya nchi ya Canada na vita vya kibiashara. Ni usaliti gani unaofanywa na Marekani kwa Canada? Na katika michezo, baada ya nusu fainali ya kwanza ya michuano ya Muungano Cup kuchezwa siku ya jana na JKU kutinga hatua ya fainali kwa kuifunga Azam FC mabao 2-1, leo pia michuano hiyo inaendelea kwa kuwakutanisha Zimamoto FC dhidi ya Yanga Sports Club, mchezo unaotarajiwa kuchezwa majira ya 1:15 usiku katika uwanja wa Gombani visiwani Zanzibar. Je, ni Yanga ama Zimamoto kumfuata JKU hatua ya fainali? Kwa hayo na mengine mengi, ungana nasi hapo baadaye. Utakuwa nami Resta Fares, lakini pia waweza kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii. Facebook ni Dream FM, Instagram na X ni Dream FM TZ, na kule YouTube ni Dream Media TZ. Asante. Naibu Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu, Patrobas Katambi amesema serikali inaangalia uwezekano wa kuwanusuru wazee na lindi la umaskini kwa kuanza kuwalipa posho kila mwezi endapo hali ya uchumi itaruhusu. Mkoani Mbeya imewataka mafundi mkoani humo kuendelea kujielimisha, ikiwa ni pamoja na kuwa na weledi unaotakiwa hususan katika utendaji wao wa kazi ili kuthaminisha fani zao. Hayo yamesemwa leo mjini Mbeya